Mkurugenzi mtendaji wa Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu LHRC, Dr. Anna Henga amesema tathmini inaonyesha kwamba kwa mwaka 2025 Tanzania imeshuka katika uhuru wa habari kutokana na matukio mbalimbali. Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo Paul Makonda amesema mmomonyoko wa maadili umechangiwa na mabadiliko ya teknolojia na utandawazi, huku akitaja changamoto zinazoonekana wazi kuwa ni pamoja na kudhoofika kwa taasisi ya familia. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan anatarajiwa kuwa mgeni rasmi kwenye maadhimisho ya siku ya wafanyakazi duniani yanayotarajiwa kufanyika kitaifa katika uwanja wa halmashauri ya mji mkoani Njombe tarehe mosi Mei. Na mamlaka nchini Uganda zimewakamata raia 231 wa kigeni katika operesheni inayoendelea dhidi ya wahamiaji haramu. Habari za sasa, mtazamaji, ninakukaribisha katika Upendo TV habari. Jina langu ni John Pazia, nitakuletea habari za kitaifa na habari kutoka mataifa mbalimbali, na hapo baadaye utakujia utabiri wa hali ya hewa kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania TMA. Tuanzie kaskazini mwa Tanzania, mkoani Arusha. Mkurugenzi mtendaji wa Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu Dr. Anna Henga amesema tathmini inaonyesha kwamba mwaka 2025 Tanzania imeshuka katika uhuru wa habari kutokana na matukio mbalimbali yaliyotokea kabla, wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa rais, wa bunge na madiwani. Huruma Chao ana taarifa zaidi. Ameyasema hayo akiwa jijini Arusha katika kongamano la waandishi wa habari lililofanyika mkoani Arusha, ikiwa ni kuelekea siku ya uhuru wa vyombo vya habari duniani, ambapo kilele chake ni tarehe 3 mwezi wa 5 mwaka 2026. Amesema kuwa yapo matukio yaliyotokea kwa waandishi wa habari na katika vyombo vya habari yanayodhoofisha uhuru wa habari hapa nchini. Katika kutathmini tumeona kwamba Tanzania imeshuka sana kwa uhuru wa habari, hasa mwaka jana, mwaka 2025, wakati kabla na baada ya uchaguzi. Wanahabari wengi walichukuliwa na kuingizwa ndani, lakini pia vyombo vingi vya habari vilifungiwa, hasa vyombo vya mtandaoni vilifungiwa sana. Lakini ukiangalia pia mwaka huu tumeutafakari pia kuanzia Januari mpaka Aprili, ni tayari vyombo 8, kuna matukio 8 ya vyombo vya habari kufungiwa. Tumeona kuna Jambo TV na pia wanahabari kuchukuliwa kama Alois Nyanda kule kanda ya Ziwa. Kwa hiyo tumeona matukio tayari yameshafika 8 na tuko kwenye robo mwaka ya kwanza. Kwa hiyo bado hali sio nzuri sana ya wanahabari, lakini pia sheria haitusaidii sana kuwalinda wanahabari. Kwa hiyo tumejadiliana sana na tutatoka na maazimio baada ya kumaliza tukio hili. Kupata habari na kutoa taarifa ni haki ya binadamu ambayo ni kubwa sana hata kwenye mikataba ya kimataifa. Kwa hiyo tukipata sheria nzuri zinazowalinda wanahabari, siku tutakuwa safi sana. Mwenyekiti wa taifa wa chama cha wafanyakazi katika vyombo vya habari, Musa Juma, amesema kuna haja ya serikali kutazama upya maboresho ya sheria ya wanahabari na vitu vinavyokwaza uhuru wa vyombo vya habari na kuviondoa, huku mwenyekiti wa Jukwaa la Wahariri Tanzania TEF Deodatus Balile akieleza umuhimu wa kutumia teknolojia katika kuchakata habari. Kwa hiyo tunaomba sisi maboresho ya sheria, tunaomba mazingira ya kazi ya vyombo vya habari yawe mazuri, lakini kikubwa tunataka wamiliki wa vyombo vya habari waboreshe maslahi ya wanahabari. Tumesema hapa ndani katika mada iliyopita kuhusu ubunifu wa katika sekta ya habari kuelekea miaka ijayo. Sisi tumesema ubunifu ni ngumu kupatikana kama watu hawana maslahi bora. Kwa hiyo kama mwandishi habari akilipwa vizuri, ina maana atakuwa na ubunifu akifanya kazi. Lakini vile kama mwandishi habari atapatiwa ulinzi wa kazi yake, ina maana atakuwa mbunifu na ataboresha kazi yake. Kuna kupungua kwa mapato kwenye vyombo vya habari. Kuna mabadiliko ya teknolojia kwenye vyombo vya habari. Kuna waandishi kuwa na wasiwasi. Kuna taasisi na watu mbalimbali kuwaza kwamba serikali inaendelea kutunga sheria ambazo ni ngumu au inakataa kurekebisha sheria ambazo tunaamini kwamba zinakwaza uhuru wa vyombo vya habari. Kwa hiyo kwa pamoja hapa tunajadiliana kuona ni kipi tuende nacho kitutoe hapa tulipo ili kusonga mbele. Na swala la teknolojia tunaendelea kujadili na tunakwenda kwenye breakaway sessions kuona jinsi gani hizi teknolojia zilizojitokeza, teknolojia ya hii wanaita akili tarakilishi, wengine wanaita mnemba AI,
kwamba jinsi gani sasa vyombo vya habari vitakavyoitumia kunufaika na hii teknolojia badala ya kuikimbia. Na kwa ushauri wetu tunasema kwamba tujifunze, tuielewe, tuifahamu, tusiikimbie teknolojia. Mwenyekiti wa MISA Tanzania Edwin Soko ameiomba serikali kutekeleza mapendekezo yaliyotolewa na tume iliyoongozwa na Tido Mwando, huku Asha Abinala akieleza umuhimu wa serikali kuunda mfuko wa kuendeleza vyombo vya habari. Ile ripoti na mapendekezo mazuri sana katika ile tume iliongozwa na kaketu Tido Mwando akiwa kama mwenyekiti. Yale mapendekezo sisi kama MISA Tanzania na sekta kwa ujumla ya habari tunamuomba sana Mheshimiwa Rais na waziri mwenye dhamana ya habari waweze kutekeleza mapendekezo ambayo yalitajwa kwenye ripoti ile ya hali ya uchumi katika vyombo vya habari. Hadi kufikia sasa bado kuna mazingira ya waandishi wetu wengi wa Tanzania kufanya kazi kwenye mazingira duni. Vyombo vya habari bado havina ustawi mkubwa wa kimapato. Mishahara imekuwa ni shida kwa waandishi wa habari. Bima kwa ajili ya security ya maisha yao imekuwa shida. Sasa ile ripoti imekuja na mapendekezo mazuri sana. Tunaomba ile ripoti ianze kutekelezwa, ifanywe execution. Ingependeza kama serikali ingeweza kutenga mfuko maalum kwa ajili ya kuendeleza vyombo vya habari. Kwa sababu vyombo vya habari, unajua vyombo vya habari vinafanya kazi ya kijamii. Pamoja na kusema ni kweli vinakuwa vinajiendesha na kutafuta mbinu mbalimbali za kibiashara ili kuweza kuendesha kibiashara, vyombo vya habari ni sekta ambayo inatakiwa iwe na mfuko maalum wa kuweza kuiendeleza. Kwa hiyo kama serikali inaweza kaweka mfuko maalum kwa ajili ya kuendeleza vyombo vya habari, hiyo ndio maoni yangu kwa ujumla. Waandishi mbalimbali wameweza kukutana hapa jijini Arusha kwa ajili ya kutazama mambo mbalimbali yanayohusiana na mustakabali wa fani hii ya uandishi wa habari, ikiwemo matumizi bora ya akili mnemba. Kutoka hapa katika ukumbi huu uliopo katika hoteli hii ya Mount Meru mkoani Arusha, mimi ni Elihuruma Chao. Na sasa tuelekee makao makuu ya nchi Dodoma. Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo Paul Makonda amesema mmomonyoko wa maadili umechangiwa na mabadiliko ya teknolojia na utandawazi, huku akitaja changamoto zinazoonekana wazi kuwa ni pamoja na kudhoofika kwa taasisi ya familia, matumizi mabaya ya mitandao ya kijamii, kuongezeka kwa vitendo vya uhalifu pamoja na mienendo isiyokubalika kijamii. Makonda amesema hayo leo jijini Dodoma wakati akizindua rasmi mkakati wa taifa wa kukabiliana na mmomonyoko wa maadili 2026-27 hadi 2036-37 na kusisitiza kuwa hatua hiyo ni mwanzo wa mapambano ya kitaifa dhidi ya kuporomoka kwa maadili katika jamii. Amesema mkakati huo unatekeleza maelekezo ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan aliyotoa mwaka 2024, akitaka kuwepo mfumo wa pamoja unaounganisha serikali, familia na wadau wengine kulinda utambulisho wa taifa. Ndio maana baba wa taifa anasema taifa lolote lisilokuwa na maadili hufutika, hata kama lina utajiri mkubwa kiasi gani. Maana yake huu utajiri wetu wote, madini, mbuga za wanyama, bahari inayotupa samaki, kote huko ukienda kwenye gesi, yani kama hatuna utamaduni imara, hata utajiri hautakuwa na nini. Sasa wewe ukitaka kulibishia, angalia familia ambayo ina hela afu watoto watumiaji wa dawa kulevya, utajiri unakuwepo? Haya, angalia familia ambayo iko vizuri, imesoma, lakini mtoto shoga. Angalia familia ambayo iko vizuri lakini imepata mali kwa rushwa. Kwa msemo wa baba wa taifa, na kwamba hata kama tuna utajiri kiasi gani, kama maadili ya taifa letu yanazidi kumomonyoka, maana yake utajiri huu na wenyewe utafutika. Aidha, ametoa wito kwa wadau mbalimbali wakiwemo wazazi, viongozi wa dini, wasanii, vyombo vya habari na taasisi za umma kushiriki kamilifu katika kulinda maadili ya jamii. Ndugu zangu, nimalizia kwa kusema leo tunapotangaza rasmi vita dhidi ya mmomonyoko wa maadili nchini, tunataka taifa la watu waadilifu, wanaojali utu na uwajibikaji kiuchumi na kijamii. Mkakati huu sasa upo mikononi mwa wadau wote wanaohusika, kwa kuhusisha jamii yote katika utekelezaji wake. Kila mmoja au tafasiri na kujumuisha katika mipango na shughuli zake
Kwa pamoja tutaijenga Tanzania imara ya sasa na kesho, Tanzania yenye maendeleo endelevu. Waziri wa Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum, Dr. Dorothy Gwajima amesema mkakati wa taifa wa kukabiliana na mmomonyoko wa maadili haujalenga wizara pekee bali unahusisha pia wananchi katika utekelezaji wake. Mkakati huo wa miaka 10 utajikita katika maeneo makuu manne: kuimarisha malezi ndani ya familia, kukuza maadili kupitia elimu, kusimamia matumizi sahihi ya teknolojia na mitandao, pamoja na kuimarisha utekelezaji wa sheria. Mtazamaji wa Upendo TV Habari, tunasonga mbele na sasa tuelekee nyanda za juu kusini mkoani Njombe. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan anatarajiwa kuwa mgeni rasmi kwenye maadhimisho ya siku ya wafanyakazi duniani inayotarajiwa kufanyika kitaifa katika uwanja wa halmashauri ya mji mkoani Njombe tarehe 1 mwezi Mei mwaka huu. Hayo yameelezwa na waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu, kazi, ajira na mahusiano, Deus Sangu, na kuongeza kuwa wananchi na wafanyakazi wanatarajiwa kujitokeza kwa wingi kushiriki tukio hilo muhimu na kushiriki fursa ya kipekee ya kuonana na rais. Katika hatua nyingine, waziri Sangu amewataka waajiri nchini kutekeleza sheria za kazi, ikiwemo kuhakikisha watumishi wao wanapata mikataba ya kazi, hatua itakayosaidia wafanyakazi kupata michango kwenye mifuko ya hifadhi ya jamii. Kuhusu hatua za utekelezaji, waziri Sangu amemwagiza kamishna kazi kuongeza kasi kwenye ukaguzi wa sheria za kazi ili waajiri waweze kutekeleza kwa ukamilifu na watumishi wapate stahiki zao. Tukirejea mkoani Njombe, kanisa la Kiinjili la Kiluteri Tanzania KKKT Dayosisi ya Kusini Kati Makete imeendelea kuboresha hospitali ya Bulongwa kwa kufanya uwekezaji wa mitambo ya kisasa ya kitabibu, hatua inayotarajiwa kuongeza ufanisi wa huduma na kutoa huduma za kibingwa kwa wananchi. Erasto Kikwala ana taarifa zaidi. Akizungumza na Upendo Media, mkurugenzi wa mipango, ufuatiliaji na tathmini wa dayosisi hiyo, mwinjilisti Ayubu Ruira, amesema licha ya kanisa kuwa na wajibu wa kuhubiri Injili, pia lina jukumu la kuangalia namna ya kuweka mazingira rafiki ya maisha ya kila siku kwa wananchi, hususan katika nyanja za elimu na afya. Ameongeza kuwa uwekezaji huo umeendelea kuleta ustawi kwa wananchi wa hali zote bila kujali vipato au imani zao. Tumekuwepo kwa kazi ya Injili ambayo ndio wajibu wetu mkuu wa uinjilisti na misioni, lakini kama ambavyo kanisa na utume wa Yesu Kristo mwenyewe unasema, tunahitaji kumhudumia mtu kwa ujumla wake, in a holistic way, kwamba sio tu tumejikita kwenye kumhubiria mwanadamu Injili ili apate wokovu na hatimaye kurithi uzima wa milele, lakini pia tunamhudumia kimwili na kiroho. Kanisa kama nilivyokwisha kusema lipo kwa ajili ya kuhubiri Injili, lakini pia kumhudumia mwanajamii kwa ujumla wake. Msukumo wa kwenda kutoa huduma katika sekta ya afya ni baada ya kuona changamoto zinazowakuta wananchi waishio katika mazingira yetu. Ikumbukwe kwamba wilaya ya Makete ni miongoni mwa wilaya zilizoko pembezoni mwa nchi yetu. Ni hivi karibuni ndio tumepata bahati ya kuwa na barabara ya lami hata kufika makao makuu ya wilaya. Huko nyuma miundombinu ilikuwa hafifu sana. Sasa mwananchi wa wilaya ya Makete, hususa kata ya Bulongwa, kata ya Magoma, kata ya Mahanji na mahala pengine, ilikuwa ni kazi sana kupata huduma ya afya kwa kuifuata labda Njombe au Ikonda au Mbeya. Tuliona sababu ya kujenga hospitali ya Bulongwa ili kuleta huduma karibu na wananchi. Mkurugenzi wa hospitali ya Bulongwa Ruselani Dr. Isaka Fungo amesema wameweka vifaa vya kisasa vya vipimo ili kukidhi mahitaji ya jamii inayozunguka hospitali hiyo, ambavyo hapo awali walilazimika kusafiri umbali mrefu kufuata huduma. Ameeleza kuwa licha ya juhudi za serikali, kanisa lina wajibu wa kusogeza huduma za afya karibu zaidi na wananchi pale inapobidi, kutokana na umuhimu wake wa kila siku. Tukiongelea msaada wa hospitali kwa jamii ambayo inatuzunguka ni mkubwa sana, kwa sababu kwa sehemu kubwa jamii ambayo inatuzunguka ni wale watu wa kipato cha chini.
Lakini hospitali imekuwa ikijitahidi sana kuendana na hali zao. Kwanza kabisa kipaumbele cha hospitali ni afya ya mgonjwa. Hakuna mgonjwa ambaye anaweza kaja Burungu hospitali akakosa huduma eti kwa sababu hajalipia. Tumejitoa akili, nguvu na kila kitu kwa ajili ya kusaidia Watanzania wa hali zote, hali ya chini, hali ya kawaida, tunasaidia. Lakini pia tunaunga jitihada za serikali kwa maana ya bima kwa wote. Mpaka sasa hivi ni kwamba hata wagonjwa wa bima sisi tunatibu. Hizi bima NHIF tunatibu. Huu mpango wa bima kwa wote tumeupokea pia very positive. Waje tutaungana nao na tutapata maelekezo ya serikali. Lakini pia tunafanya na watu wa Shibu kutoka watu wa NSSF. Tunahudumia wagonjwa wa Shibu. Kwa kama kuna watu asasi zao zinaruhusu kujiunga na mifuko hiyo, wajiunge na waungane na sisi. Kwa upande wake katibu wa hospitali hiyo Datusi Bernard amesema hospitali ya Burongwa imekuwa msaada mkubwa kwa wananchi wa Makete, hasa ikizingatiwa kuwa hapo awali walilazimika kusafiri umbali mrefu kufuata huduma za afya. Amewataka wananchi kuendelea kutumia hospitali hiyo, huku Bi Mariam Mgeni, mtaalamu wa maabara, amesema vifaa tiba vilivyonunuliwa vitasaidia kutoa huduma za kibingwa ambazo hapo awali hazikuwepo lakini sasa zitapatikana. Hospitali hii imekuwa ni msaada mkubwa kwa wakazi wote wa Makete wanaoishi Makete pamoja na maeneo jirani. Zimekuwa kwa sababu kutokuwepo na changamoto ya kutokuwepo kwa huduma za afya maeneo ya karibu, na vile vile kwa sababu wakazi wengi wa maeneo ya huku Makete mara nyingi wanasafiri umbali mrefu sana kutafuta huduma ya afya, lakini kwa kuwepo kwa hospitali hii imekuwa ni mkombozi kwao katika huduma za afya. Kwa huduma nyingi za afya wanazipata hapa hospitalini kwetu. Kwa hiyo wito wangu kwa wakazi wote waishio maeneo ya Makete pamoja na maeneo jirani yanayozunguka hospitali hii ni kwamba waweze wapatapo changamoto waweze kufika hospitalini hapa na kuweza kupata matibabu stahiki. Hospitali yetu ina vifaa vikubwa ambavyo vililetwa na wadhamini wetu ambavyo ni vizuri, ambavyo tuko kwenye progress ya kuvifunga. Tunaamini kama tutafanikisha kuvifunga vipimo hivi tutaweza kufanya kazi kwa ubora zaidi. Haitakuwa na haja ya kuwatoa watu wakaenda referral kama ambavyo tulikuwa tunawapa watu referral wanaenda kutibiwa Ikonda, lakini sasa hivi nafikiri Burongwa itakuwa ni zaidi ya Ikonda. Kutoka Burongwa, Dayosisi ya Kusini Kati Makete, mimi ni Elasto Kikwara wa Upendo TV. Kamishna mkuu wa mamlaka ya mapato Tanzania TRA Yusuf Mwenda amezindua awamu ya pili ya kupokea mawazo bunifu kutoka kwa umma katika kuongeza wigo wa kodi na kuboresha huduma ya mlipa kodi nchini, ikiwa na lengo la kuboresha utatuzi wa migogoro ya kikodi na matumizi ya teknolojia katika usimamizi wa kodi. Akizungumza wakati wa kuzindua awamu ya pili ya mawazo ya kibunifu katika kukuza makusanyo ya kikodi, kamishna mkuu wa TRA Mwenda amesema hatua hizo za mabadiliko tayari zinaonyesha kwanza kufanyika na kushirikisha makundi ya ubunifu na wafanyabiashara ili kuendana mabadiliko na ukuaji wa teknolojia katika kuendesha biashara. Wazo la kupanua wigo wa kodi, Tume ya Mheshimiwa Rais imezungumza kwamba ni lazima tuongeze wigo wa kodi. Na ili kuongeza wigo wa kodi, wamesema tutafute mbinu za kufanya formalization ya biashara, kurasimisha biashara. Wametoa mifano mingi. Kwanza tunaweza discourage matumizi ya cash, black economy ikaondoka, tukawa na white economy ambayo kila mtu anajiregister na kufanya shughuli zake. Unafanyaje? Unapunguza matumizi ya cash. Lakini tukaweka incentive kwamba badala ya mtu kuona akijirasimisha ndo anapata adhabu, sasa aone akijirasimisha anapata nini? Faida. Kwa upande wake, Ephraim Mdee wa idara ya utafiti na ubunifu ndani ya TRA amesema kupitia awamu hii washiriki ambao ni vijana wanatakiwa kuwasilisha mawazo yao yatakayosaidia kuonesha namna ya kutatua wigo wa makusanyo, ambapo washindi watachujwa na kamati kisha kupatikana mshindi, ikiwa ni njia ya kuendelea kupata mawazo ya kuendesha mamlaka hiyo ya mapato nchini Tanzania. Maeneo hayo ni pamoja na upanuzi wa wigo wa kodi hususan katika sekta isiyo rasmi. Hilo ni eneo la kwanza.
lakini mawazo bunifu ambayo yatarahisisha ukadiriaji na ulipaji wa kodi kwa wafanyabiashara wadogo. Hilo ni eneo la pili. Eneo la tatu ni maboresho ya huduma za kidijitali katika utendaji kazi wa mamlaka na katika usimamizi wa kodi kwa ujumla. Eneo la nne ambalo tutalizingatia ni uboreshaji wa utatuzi wa migogoro ya kikodi. Mtazamaji wa Upendo TV habari, tunasonga mbele na sasa tuelekee mkoani Mbeya. Mamlaka ya udhibiti wa ubora wa mbolea Tanzania TFRA imewataka wafanyabiashara wa mbolea nchini kuzingatia miongozo ya usambazaji wa pembejeo na kujiepusha na vitendo vya udanganyifu vinavyoathiri wakulima. Mwanahabari wetu Emmanuel Lulandala anatujuza zaidi. Wito huo umetolewa na afisa udhibiti ubora wa mbolea kanda Nyanda za Juu Kusini Enrico Renatus wakati wa maonyesho ya wakulima yanayofahamika kama Mkulima Festival yanayofanyika Iwambi jijini Mbeya, ambapo amesema kuwa kumekuwepo na malalamiko kutoka kwa baadhi ya wakulima kuhusu udanganyifu unaofanywa na baadhi ya wafanyabiashara wa mbolea, hali inayosababisha wakulima kupata hasara na kupunguza tija katika uzalishaji. Sisi kama mamlaka tunayo mifumo ambayo inatusaidia kudhibiti mbolea feki, na hii imetusaidia kwa kipindi chote ambacho tumeingiza na tunaenda nayo. Kwanza mwaka 22 tuna mfumo wa ruzuku ambao unamtambua mfanyabiashara, unamtambua mkulima, lakini unamtambua importer na yule mzalishaji wa mbolea. Kwa nini? Mfumo huo unaanzia juu kuja chini, kwamba mbolea yote inayouzwa nchini lazima iwe imesajiliwa na TFRA, lakini inapitia kwenye mfumo kwenda kwa watu wanaotumia mpaka mtumiaji wa mwisho ambaye ni mkulima. Ikiingia mbolea nchini, tunajua kampuni A imeingiza tani 100,000. Tani 100,000 zinagawiwaje? Zinagawiwa kwenda kwa mawakala kupitia mfumo. Kwa mfano, mtu ambaye ni wakala wa chini anaenda kununua mbolea kwa kampuni, anaingiziwa stoko ya mbolea labda mifuko 600. Mifuko 600 akienda kama na kitu kinaitwa outlet, matawi yake wakulima wasambazaji wengine wadogo, kama anachukua mifuko 200 atapewa stoko. Hiyo stoko ikienda kuuzwa kwa mkulima atakuwa anamskania. Mkulima anapokuja anatoa namba yake ya ruzuku, anaskania mifuko yake 2 au 1, anaenda nayo. Sasa tunatoa wito kwamba wafanyabiashara wa mbolea wasijihusishe na udanganyifu wa kubadilisha taarifa zilizopo juu ya mfuko kwa kuweka vitu ambavyo sio sahihi kwa kumdanganya mkulima. Ukikamatwa kwa mujibu wa sheria usije ukalaumu, ni kwa sababu utakuwa umeamua kufanya hivyo na sisi tutafuata sheria inasemaje. Aidha, afisa masoko wa kampuni ya mbolea Tanzania TFC Laurent Totaru amewashauri wakulima kununua mbolea kupitia mawakala waliothibitishwa ili kuepuka kupata bidhaa zisizo na ubora ambazo huathiri mavuno na kusababisha hasara zisizotarajiwa. Tunahimiza sana wananchi kuchukua mbolea kwa mawakala ambao sisi tumewathibitisha, ambao tuna mikataba nao. Ikishindikana hapo, basi wachukue mbolea kutoka kituoni kwetu, sababu sisi tunauza kwa mkulima mmoja, lakini pia kwa mawakala, kwa sababu mbolea zile zinakuwa zina uhakika, zina nembo ya taifa, hazijaanguliwa, tofauti na kuchukua mitaani kwa mtu ambaye hajulikani, sio wakala. Mwisho wa siku unakuta mbolea unataka matokeo ambayo unategemea sio wenyewe. Wito wangu kwa mawakala ni kutii ile mkataba unavyosema, kwa sababu kumuumiza mkulima ni kuumiza juhudi za serikali. Kwa upande wake, afisa kilimo kutoka mamlaka ya afya ya mimea na viuatilifu mkoa wa Mbeya Veronica Kisandu amesema kuwa tayari wameanza kuchukua hatua za kisheria dhidi ya wafanyabiashara wasio waaminifu wanaouza pembejeo zisizokidhi viwango. Kuna kesi kabisa ambazo tumeshazipata na zingine ambazo tumeshazishughulikia na tunaendelea kuzishughulikia. Kuna maduka ambayo tayari yameshapigwa adhabu kubwa, yapo ambao kwenye list yetu tunaweza tunafahamu, yapo ambao wamepigwa adhabu kubwa sana. Tunaenda kule tunakuta labda ili duka halijakidhi vigezo fulani ambavyo sisi wenyewe tunavijua. Lakini sio hivyo tu, pia inawezekana hata pia matumizi. Tunapata shida sana kama anayeuza yule viuatilifu asipokuwa na elimu sahihi ya matumizi sahihi ya viuatilifu. Na ndio maana tunashauri ambaye anayetakiwa kuwa anauza vile viuatilifu awe na mafunzo. Kuna mafunzo ambayo huwa yanatolewa
Hatua hizo zinakuja ikiwa ni sehemu ya kulinda maslahi ya wakulima na kuhakikisha wanapata pembejeo bora kwa ajili ya kuongeza uzalishaji na kuimarisha usalama wa chakula. Nikiripoti kutoka jijini Mbeya, Emmanuel Lulandala. Watu watatu wamefariki dunia baada ya magari mawili kugongana uso kwa uso kisha kuwaka moto katika eneo la Emmaus, barabara ya Dar es Salaam maarufu kwa jina la mataa ya kwa Waziri Mkuu jijini Dodoma majira ya saa 12 asubuhi. Tupate taarifa kamili. Kaimu kamanda wa kikosi cha zimamoto na uokoaji mkoa wa Dodoma, Rehema Menda, amesema ajali hiyo imehusisha malori mawili, lori lenye namba za usajili T 179 EQF lililokuwa limebeba mchanga likitokea Bihawana na lori jingine lenye namba za usajili T 764 EPW pamoja na tela lake lenye namba T 238 EPW lililokuwa limebeba saruji likitokea jijini Dar es Salaam. T 238 EPW ambalo lilikuwa likitoka Dar es Salaam na lilikuwa limebeba simenti. Na mara baada ya kufika tulikuta ajali hiyo ambayo pia kulikuwa na tukio baada ya kugongana ilisababisha kutokea kwa moto katika magari hayo mawili kutokana na msuguano mkali. Moja kwa moja askari walifika na kuanza kuzima ule moto, na operation hiyo kutoka hayo majira ya saa 12 imekuja kukamilika muda huu wa majira ya saa 2 na dakika 30. Katika ajali hiyo imesababisha vifo, na jeshi la zimamoto na uokoaji tumeweza kuokoa miili ya watu watatu katika gari T 179 EQF ambalo lilikuwa limebeba mchanga lilikuwa likitokea Bihawana, na miili ambayo imetambulika mpaka sasa ni mwili wa dereva anayejulikana kwa jina la Lucas, ambapo pia tunaendelea kufuatilia taarifa zaidi za hawa ambao wamepoteza maisha katika ajali hii. Tukisalia kanda ya kati na sasa tuelekee mkoani Singida. Bodi ya bima ya Amana DIB imeendesha mafunzo ya elimu ya fedha kwa watumishi wa umma na wajasiriamali katika wilaya ya Manyoni mkoani Singida, yakilenga kuongeza uelewa kuhusu usalama wa fedha na mfumo wa bima ya Amana nchini. James Stanley ana taarifa zaidi. Zungumza wakati wa mafunzo hayo yanayofanyika Manyoni, mkuu wa kitengo cha uhusiano wa umma na mawasiliano wa DIB Luanga Mwambande amesema programu hiyo inalenga kuongeza uelewa kwa wananchi kuhusu mfumo wa bima ya Amana, wajibu wa taasisi za kifedha katika kulinda fedha za wateja, pamoja na umuhimu wa matumizi salama ya huduma za kifedha. Zoezi la kulipa fidia, zoezi linalofuata ni la ufilisi. Hiyo benki ambayo uliweka pesa, tunatafuta pesa zako huko kwenye zoezi la ufilisi. Wako watu waliokopa, kwa hiyo tunakusanya, tukizipata zile fedha ndio tunakurudishia wewe. Kuwepo kwa bodi ya bima ya Amana kuna faida kwako. Kuwepo kwa zoezi la ufilisi kuna faida kwako, kuliko kama umeweka pesa alafu biashara imekufa na wewe upati chochote. Kwa upande wake, mkuu wa divisheni ya utawala na rasilimali watu wa halmashauri ya wilaya ya Manyoni amesema mafunzo haya yanaongeza uelewa kwa watumishi na wajasiriamali kuhusu wajibu wao katika kulinda taarifa zao na mali zao za kifedha pamoja na matumizi salama ya huduma za benki. Shauri kwamba serikali iweze kupanga na kuweka ratiba ya mara kwa mara kutembelewa na hizi bodi, ili watu tuweze kujua, watumishi waweze kujua, tuweze kunufaika zaidi kwa hili swala. Changamoto ya watu wetu sasa, bado anaweza akawa na hiyo pesa benki, ikiingia tu ndio anatoa yote, anabaki nayo tena mkononi. Bado wananchi wengi wanaamini katika kuweka pesa ndani. Baadhi ya wananchi na watumishi wa serikali wakawa na haya ya kusema. Shida, wengi tulikuwa hatuna elimu ya kifedha, kwamba tukiweka benki wanaona kama vile hela zetu zinakatwa. Kwa hiyo wengi walikuwa hawana elimu hii. Hela unapoiweka kwa mtu anakuwa anapata changamoto, labda anaweza akaichomoa ile hela, asiiweke kwenye kibubu akaichomoa, alafu
By the way tukaenda akakuta hela iko pungufu. Mara nyingi tulikuwa tuna mzozo sana. Labda mimi mwenyewe tu sio kwa kusema labda mtu tofauti aje hivi. Unakuta ile inakuwa idumu sana kwa sababu unaweza kuwa una kashida tena ukaenda kukavunja, ukatoa tena hapo inakuwa hamna uwekezaji, hamna kuweka. Ina maana unaweka tu kwa muda, lakini mimi naona benki ndio kila kitu. Kwa najua kwamba tunaziweka tu benki, kwamba nikiweka benki pesa yangu inakuwa iko salama bila kujua kwamba kuna nyakati ambayo benki pia inaweza ikafa. Na je, benki ikifa mimi pesa zangu nazipata wapi? Tulikuwa tunaomba elimu hizi zitolewe mara kwa mara. Zitolewe hata kwa watu huko mitaani, lakini pia zitolewe kwa wafanyakazi kama hivyo, wafanyabiashara. Kutoka mkoani Singida, mimi ni James Stanley, Upendo TV. Serikali ya Tanzania na Belarus zimesaini mkataba wa kuanzisha mkakati maalum utakaoratibu ushirikiano wa kiuchumi na kibiashara kati ya mataifa hayo mawili, hatua inayolenga kuimarisha maendeleo ya sekta mbalimbali za uzalishaji nchini. Akizungumza kuhusu makubaliano hayo, waziri wa ofisi ya Rais, mipango na uwekezaji, Profesa Kitila Mkumbo amesema Belarus ni miongoni mwa nchi zilizopiga hatua kubwa katika sekta ya kilimo, hususan uzalishaji wa mashine za kilimo pamoja na maendeleo ya viwanda na elimu ya teknolojia. Mkataba huu muhimu wake ni kwamba tutakuwa sasa na kamati maalum ambayo itakuwa chaired na sisi mawaziri wawili, na lengo lake ni kwamba tutaratibu sasa mashirikiano ya kiuchumi kati ya nchi hizi mbili. Na kwa upande wa nchi hii ya Belarus ni kwamba wao ni watu ambao wamepiga hatua kubwa sana kwenye maeneo makubwa mawili matatu. Kwanza katika eneo zima la viwanda, kilimo wanalima sana, na hususan kwenye swala zile la kuchakata mazao ya kilimo. Profesa Mkumbo ameeleza kuwa kupitia ushirikiano huo Tanzania inanufaika kwa kujifunza na kushirikiana na Belarus katika maeneo ya kimkakati, jambo litakalosaidia kuongeza tija katika sekta mbalimbali za uzalishaji. Aidha, amesema ushirikiano huo ni sehemu ya juhudi za serikali kufikia malengo ya maendeleo ya muda mrefu ya taifa, ikiwemo dira ya maendeleo ya mwaka 2050 kwa kuvutia wawekezaji kutoka Belarus na kuanza kuwekeza nchini mara moja. Kwa eneo moja kubwa sana ambalo wenzetu ni maarufu ni kwenye swala la elimu, hususan kwenye engineering, mambo ya technology, na tumekubaliana kuanza kushirikiana katika elimu. Vijana tutaanza kwenda kusoma katika nchi ya Belarus na Belarus kuja kusoma katika nchi ya Tanzania. TISEZA tunaenda kuhamasisha waje kuwekeza, lakini ambacho tumekifanya hapa kikubwa sisi kama viongozi ni kuweka muundo na mfumo wa kushirikiana ili wataalamu wetu sasa wanapata msingi wa kuanza kwa ajili ya kuna wataalamu zao kwanza kufanyia kazi haya mambo tumekubaliana. Mtazamaji wa Upendo TV habari, tunasonga mbele na sasa tuelekee Kigoma mwisho wa reli. Mkuu wa mkoa wa Kigoma Balozi Simon Siro ameelekeza serikali wilayani Kasulu kuhakikisha wananchi wanaoishi maeneo ya hifadhi za misitu wanahama katika maeneo hayo na kurudi kijiji cha Zeze, eneo lililojengwa miundombinu ya shule ambayo haijaanza kutumika mpaka sasa licha ya ujenzi kukamilika kutokana na maisha ya kuhamahama kwa wananchi wenye shughuli za kilimo na ufugaji. Kadislaus Ezekiel kutoka mkoani Kigoma ana taarifa zaidi. Balozi Siro ametoa maelekezo hayo wakati wa ziara ya kukagua shughuli za maendeleo katika maeneo mbalimbali ya wilaya za Kasulu na Uvinza. Nilipata taarifa kwamba hii shule ni kama imetelekezwa. Kwa hiyo nyinyi mmeona shule imekaa mazingira sio sawa. Lakini maelekezo yangu nimeshatoa Mheshimiwa DC na mkurugenzi na viongozi wengine wa wilaya ya Kasulu waiangalie hii shule. Najua kuna changamoto ya wananchi wa Zeze wamekuwa hawataki wale wananchi wa Kasheli waje hapa. Lakini kimsingi tumeshakubaliana na nimetoa maelekezo kwamba wale wa Kasheli waje mwezi Julai waanze kujenga nyumba zao hapa waweze kuishi hapa ili watoto kutoka kule shule hifadhini waje kusoma shule. Afisa elimu taaluma idara ya elimu msingi na awali Mwalimu Michael Ngobe akitoa taarifa kwa niaba ya afisa elimu wa wilaya ya Kasulu amesema ujenzi wa shule hiyo ulifuata taratibu zote na wananchi walishirikishwa. Changamoto tuliokuwa nayo ni kwamba wazazi wamegoma kutoka hifadhini, kwa hiyo wamegoma kuja kuhamia hapa. Mara mwisho tulikubaliana kwa pamoja kwenye vikao vya jumla kwamba mwezi wa kwanza mwaka 2026 shule inapoanza waweze kuja hapa, na tukafanya process zote za kuhakikisha kwamba wanatoka, zikiwemo barua za kuhamisha walimu, na wakawa wamefika hapa. Lakini kwa visivyo bahati, baada ya kufika hapa kukatokea mgogoro
Kisha Balozi Siro anatoa maelekezo ya serikali kuhakikisha hatua zinachukuliwa. Wanajifanya ni wababe kuzuia wenzao wasihamie hapa. La kwanza, ambao walikuwa kwenye hifadhi wasihamie hapa, lakini la pili, hawataki wanafunzi kutoka kwenye shule ya hifadhi waje hapa. Lakini waambie kwamba hakuna mwananchi ambaye yuko juu ya sheria. Maelekezo tulishatoa kwamba wale wameshatoa eneo lao kwa ajili ya hifadhi na wanatakiwa kuja kusoma shule, watoto wao wasome shule hapa, lakini pia wanatakiwa kuja kuhamia maeneo haya. Kutoka wilayani Kasulu mkoani Kigoma, mimi ni Kadislaus Ezekieli. Wito umetolewa kwa Watanzania wanaonunua magari kwa watu kujenga utamaduni ya kuyaombea au kupeleka kwa viongozi wao wa kiimani kama sehemu ya kuongeza ulinzi dhidi ya chombo hicho na kuepusha ajali pandikizi sanjari na kuzingatia sheria za usalama barabarani. Wito huo umetolewa na ambaye ni mkurugenzi wa kampuni ya Emajato inayoshughulika na utengenezaji magari na kupaka rangi, Emmanuel Towo, wakati alipotembelewa na Upendo Media katika moja ya gereji zake kufuatia kuenea video zake kwenye mitandao ya kijamii yakiombea magari yaliyopata ajali na yale yanayokuja kufanyiwa matengenezo. Sababu maroho ya ajabu yako sana kwenye magari. Na nikikwambia maroho ya ajabu yako kwenye magari, ninakutana nayo kwa sababu yani unaweza kukuta gari ya mtu umeifungua unaibomoa, ina ajali umeibomoa. Ina mairizi, unakuta mairizi watu wameweka kwenye kiti, kwenye steering, kwenye dashboard, watu wameweka. Unamwambia mwenyewe vitu hivi ni vya kwako. Anasema sio vya kwangu hivi vitu. Hivyo vitu mimi nimenunua gari tu. Kwa hiyo unakuta yeye mwenyewe hata ule mwenye gari saa nyingine ajui, anatembea na roho ambazo zina control ile gari ambazo yeye hazijui. Kwa hiyo unakuta saa nyingine anapata msaada, tukishamuonyesha kataa anasema tuzitoe. Kwa hiyo tunaomba Mungu, tunazitoa, tunazichoma, tunaendelea na mambo mengi. Aidha, Emmanuel amesema kuongezeka kwa changamoto za maisha na utatuaji ndiko kuna kumfanya kujikabidhi kwa Mungu, na kwa kutumia ofisi zake ataendeleza uinjilisti huu ili kila mmoja apate kumtumainia Mungu. Na mimi kila kitu, na ukiniona naombea magari kwenye hii biashara au kwenye maisha yangu, nimeshapitia mambo mengi sana. Kwa hiyo na Mungu alivyoniokoa, ninamtumikia yeye kwenye kila, hata kama sitoweza kuhubiri kwa maana mzuri kuhubiri, nitahubiria kwenye hii kazi yangu kama hivi. Watu watamjua Mungu kupitia kwenye hii kazi yangu. Kwa hiyo nalitangaza jina la Yesu kupitia huku, watu watamjua huyu Yesu unomtegemea. Ninawashauri lile gari, tafuta kama una sehemu unaposali, iwe ni Muislamu peleka kwa mashehe wataliombea, uwe ni Mkristo peleka kwa wachungaji watalitamkia baraka hilo gari, wataliombea na litakuwa salama. Baadhi ya watendakazi katika gereji hiyo wamesema utaratibu wa kusali umewabadilisha mitazamo na fikra zao na kuongeza bidii ya kumtegemea Mungu katika mambo yote na kumtumikia. Mtazamaji, tupate mapumziko mafupi. Nitakaporejea tutaungana na Gerald Leonard kwa habari za kimataifa. Mimi ni John Pazia.